السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معشر المسلمين، kwa hakika siku ya leo ni siku kubwa, siku adhim katika historia ya Uislamu na Waislamu, na Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka siku hii iwe ni kumbukumbu nzuri juu ya historia ya tauhid na kiongozi wa tauhidi katika huu ulimwengu ambaye si mwingine ni Khalilur Rahman Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Siku 9 zilizopita na leo ni ya 10 na siku 3 zijazo, siku zote hizi Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa ni katika siku bora, siku kubwa. Siku 9 hizi zikahitimishwa na siku ya leo ya 10 kwa sisi kuadhimisha kwa kuswali na kuchinja. Na hivi ndivyo alivyoamrishwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na yote hayo ni kuwa afuate na aige mwenendo wa kiongozi mkuu tuliyemtaja ambaye ni Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwani huyu Ibrahim ni nani? Ukifungua kwenye Qur'an utakutana na aya nyingi zinazomzungumzia Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, lakini kwa kuzingatia muda na makamu haya na mambo yanayofuatia baada ya hapa, tutazungumza sehemu inayomhusu mtu huyu alayhi salatu wassalam, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nahl kuanzia aya 120. Allah subhanahu wa ta'ala anamueleza Nabii Ibrahim kwa sifa hizi zifuatazo. Anasema, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة
wa innahu fil akhirati lamina as-salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Allah subhanahu anatuelezea juu ya Nabiullah Ibrahim kwamba hakika huyu Ibrahim alikuwa ni kiongozi bora umma. Katika Qur'ani neno umma limetumika katika maana mbalimbali, ikiwa umma kwa maana ya muda, wadhakara ba'da umma. Umma limetumika kwa maana ya kundi la watu, na jail au generation fulani inaitwa umma, jamaa. Lakini umma ina maana vile vile ya alqudwa alhasana wa muallimu alkhair, kiongozi mwema au kiigizo chema na mwalimu mwenye kufunza khairi. Ibrahim alayhi salatu wassalam ni umma kwa maana ya kuwa ni kiongozi bora, mwalimu mzuri. Baadhi ya wafasiri wanasema ameambiwa Ibrahim ni umma kwa maana ile ile ya umma, kwa kuwa amefananishwa na umma mzima kwa amali alizozifanya, kama tutakavyofanua kwa ufupi baada ya kuzisoma aya hizi insha Allah. Ibrahimu alikuwa ni umma, tena qanitan lillah, alikuwa ni mnyenyekevu kwa Allah, mtiifu, mtekelezaji wa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa unyenyekevu na utiifu. Ibrahimu alikuwa hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Ibrahimu alikuwa ni mwenye kumwelekea Allah peke yake, hakuwa katika washirikina. Na ndiyo maana alhanaf katika lugha ya Kiarabu, alhanafu huwa almailu ila Allah, aliqbalu ila Allah azza wa jalla, ni kupinda kuelekea kwenye mstari ulionyooka ukaacha mistari iliyokwenda kombo. Ibrahimu alikuwa ni hanifan, kwa alikuwa ni muqbilan ila Allah mu'ridan amma siwa, ni mwenye kumwelekea Allah subhanahu, alikuwa ni mwenye kuyapuuza yote ambayo siyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akatilia mkazo akasema hakuwa katika washirikina, bali Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala anamuelezea, anasema shakiran li an'amihi. Alikuwa Ibrahim ni mwenye shukrani, mwenye kuzishukuru neema zake Allah. Allah amemneemesha kwa neema nyingi kubwa na ndogo, lakini zote alikuwa akizishukuru. Akaleta jamu qilla, jamu ya uchache, an'am, kuonyesha ya kwamba hata zile neema ndogo alikuwa akizishukuru. Shakira li an'amihi, kwa sababu hiyo ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah alimchagua akamuongoza kwenye njia iliyonyooka, na malipo yake pia vile vile, wa atainahu fi dunya hasana, tukampa duniani wema, watoto wazuri, kizazi bora. Kizazi chake ndio kizazi cha mitume wengi, akiwemo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akamwekea dhikrun hasan, utajo mwema kwa watu. Dini zote zinazojinasibisha na mbinguni zinamkubali Ibrahim alayhi salatu wassalam, na haya ni katika malipo yake. Wa innahu fil akhirati lamina salihin, na yeye akhira ni katika watu wema, bali katika maqam al-a'la katika wema. Kisha anaambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tunaambiwa na sisi, thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Kisha tukaleta wahi kwako ewe Muhammad kwamba ifuate mila ya Ibrahim, hali ya kuwa ni mwenye kumwelekea Allah na kuachana na mila zote. Na Ibrahim hakuwa katika washirikina, litambue hilo. Kwa hiyo kwa mujibu wa hizi aya tulizozisoma kuanzia aya ya 120
mpaka 123 katika suratul Nahli tumepata maelezo ya kutosheleza juu ya wasifu wa Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambaye matukio yote yanayofanyika katika siku hizi ni katika kuhuisha na kuyakumbuka yale aliyofanya. Katika huo utiifu, unyenyekevu, kujitoa muhanga katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kufuata mila yake kama alivyoamrishwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa mujibu wa maelezo niliyotoa na tafsiri au tarjama tuliyotaja katika aya hizi, Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam alikuwa ni mpambanaji mkubwa kabisa wa jambo la tauhid. Hili tutakiwa sisi tulikumbuke, tulijue kwamba haya ni katika mafunzo ya Nabiullahi Ibrahim. Kwa hiyo sisi tuyafuate na tuyashike mafunzo haya, mafunzo ya tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuipiga vita shirki. Angalia Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam alipopambana na umma wa washirikina na akawashinda kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walimtisha, hakutishika, mpaka akafikia kuwaambia, wa kaifa akhafu ma ashraktum wala takhafun annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea kuhusu mtu huyu namna alipokuwa madhubuti katika jambo la tauhid na namna alipokuwa akipambana na washirikina na asivyowaogopa wala kuogopa mizimu yao na miungu yao. Anawauliza kwa kustaajabu, vipi nyinyi? Wa kaifa akhafu, vipi mimi nitaogopa vile mnavyovishirikisha, ili hali nyinyi hamuogopi kuwa mmemshirikisha Allah? Mnanitishia mizimu yenu, mnanitishia masanamu yenu, mnanitishia matambiko yenu kwamba yatanidhuru. Vipi nyinyi? Mna hali gani nyinyi? Vipi mimi niogope vile mnavyomshirikisha, ili hali nyinyi hamuogopi kwamba mnamshirikisha Allah, khaliqus samawati wal ard, jabbarus samawati wal ard? Mna nini nyinyi? Hamuogopi kwamba mnamshirikisha Allah, muumba wa mbingu na ardhi, alqadirul qahir. Wa kaifa akhafu ma ashraktum ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. kundi lipi linastahiki kuwa katika amani, nyinyi washirikina au mimi muwahid? Nani anastahiki kuwa katika amani ikiwa nyinyi mnajua? Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wale walioamini na wakawa hawakuchanganya imani zao na ushirikina, hao ndio wanastahiki kupata amani, na wao ndio waongofu, wao kwenye haki. Wanawazuoni wa tafsiri wanatufafanulia kwamba kwa mujibu wa aya hizi, siku zote muwahid, mtu anayempwekesha Allah, ambaye hana imani za kishirikina, huwa ana amani katika nafsi yake, hatishwi na vitu vidogo vidogo wala hababaishwi. Na yule ambaye hana tauhid, ana imani za kishirikina kwenye moyo wake, anaweza kuihama nyumba yake nzuri kabisa, kasri lake kubwa kabisa, kwa sababu tu paka kalia au ndege kalia, aogopa kwamba hapa karogwa, hapa pana majini, hapa pana wachawi. Hana amani. Hana amani kwenye kipando chake, hana amani kwenye biashara yake, hana amani kwenye kazi zake, hana amani kwenye jambo lake lolote, hata cheo chake alichonacho, hana amani.
atakwenda kuroga ili abaki kwenye cheo chake. Hana amani, ana hofu. Tofauti na walioamini, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Huyo ndio Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, na hao ndio wafuasi wake. Inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu, waliona haki zaidi na Ibrahim ni wale waliomfuata Ibrahim. Yale yanastahiki kupewa Ibrahim watastahiki wafuasi wa Ibrahim ambao ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo siku hii inatukumbusha jambo hilo, inatukumbusha mtu huyu. Tusitoe kwenye akili zetu tukatoa fahamu tukaziona kwamba siku hizi ni siku za kusherehekea tu kama sikukuu za kipagani. La, itakuwa hatujaelewa maana ya Eid, hasa Eidul Adha. Sio sikukuu ya kipagani kwamba ikawa watu wanasherehekea wanapotaka wao, wakamsahau Allah subhanahu wa ta'ala, wakaisahau mila ya Ibrahim, wakasahau chimbuko la sikukuu hii, wakaipeleka katika mambo ya anasa na mengineyo katika lahu za kidunia. Leo ni siku kubwa, na ndio maana tunatakiwa tumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alikuwa ni qanitan lillah, mnyenyekevu kwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtihani, hakupata kizazi mapema Nabiiullah Ibrahim. Wanasema wanawazuoni wa tafsiri na wengineo katika watu wa tarikhi kwamba Nabiiullah Ibrahim alivuka mpaka miaka 80 hajapata mtoto. Akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi habli minas salihin, ewe Allah nipe katika watoto walio wema. Allah subhanahu wa ta'ala akamtunuku mtoto mwema Ismail kupitia kwa suria wake, akazaliwa Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i, Ismail alipofikia sasa umri wa kutembea naye, anaweza kwenda naye sokoni, anaweza kwenda naye huku, akahangaika huku na kule, kashapevuka, kimekuwa kitoto cha kutembea nacho na kufanya shughuli na kukituma hapa na pale. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara. Ibrahim akamwambia mtoto wake Ismail, mtoto wa pekee kwa uzeeni, mwanangu, mimi nimeota katika usingizi kuwa na kuchinja wewe waonaje? Una shauri gani? Qala ya abat if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Baba, fanya ulichoamrishwa, wewe ni mtume, ndoto ya mitume ni haki, ru'ya al-anbiya sidqun wa haqqun. Hayo ni maamrisho baba, tekeleza. Utanikuta mimi ni katika wenye kusubiri, nitasubiri mimi juu ya shani hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiiullah Ibrahim akaonyesha jambo la ajabu kabisa na utiifu uliopitiliza mipaka. Nabiiullah Ibrahim na mwanawe Ismail wakalitekeleza hili. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Wanawazuoni wanatueleza kuhusiana na tukio hili kuna mambo mawili makubwa: unyenyekevu usio na kifani na malezi bora kwa watoto. Nabiiullah Ibrahim aliambiwa achinje mwanawe, akakubali kwa sababu ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi katika kuitekeleza mila hii na utaratibu huu hatukuambiwa tuwachinje watoto wetu, tuambiwa tuchinje mnyama kwa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake. Hadithi ya Anas muttafaqun alayhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshayn amlahayn aqranayn yusammi wa yukabbir. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichinja udhiya, kondoo wawili amlahayn. Wanawazuoni utafsiri wasema walionona, wengine wasema ni aghbarain, kwa maana ni wanyama wa kijivu hivi, lakini walionona. Aqranain, wenye mapembe, kuonyesha ni wakubwa waliokomaa vizuri. Anasema bismillah, Allahu akbar. Hadithi muttafaqun alayhi. Kwa ni maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sisi tukatakiwa Waislamu tulifanye hili. Kila aliye na uwezo wa kuchinja, hizi ndiyo siku za kuchinja.
fasalli lirabbik wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, wal khitabu li jami'il umma, swali kwa ajili ya Mola wako, fanya ikhlas na uchinje kwa ajili ya Mola wako tu. Kwani wakati wa kuchinja Waislamu leo siku ya 10, kesho 11, 12, 13, siku zote hizi 4 ni siku za kuchinja. Watakiwa ufanye maandalizi ya hilo. Usisubiri kupewa nyama ya sadaka. Usipopewa ugomvi, wahangaika huku na kule, upeleke ukachukue nyama huku ukachukue nyama kule. Chinja kwa ajili yako na watu nyumbani kwako, na ukichinja wakulu minha wa at'imu alba'is alfaqir au at'imu alqani'a walmu'tar, kuleni upate sehemu kama utachukua nusu ya mnyama yule uliyemchinja kwa ajili yako na familia yako, nyingine tasaddaq, mpe fakiri mwenye uhitaji mkubwa. Wape watu hao alba'is alfaqir, walishe na wao, toa sadaka. Ndio wakati wake huu, na Allah subhanahu wa ta'ala hafaidiki chochote na vichinjwa vyetu tunavyovichinja. Haya ni maslahi tuyapate sisi wenyewe. La yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Nyama za wanyama hao na damu zake hazimfikii Allah subhanahu wa ta'ala. Kinachomfikia yeye ni ule utiifu na uchamungu kutoka kwenu. Kwa ndugu Waislamu, katika tukio hili la utiifu wa Nabiiullah Ibrahim kuna ushahidi mkubwa wa kuonyesha ya kwamba na sisi tutakiwa utiifu huu tuubebe, tuuchukue, uwe ndio maisha yetu. Tuchinje wanyama. Kwa wale wenye uwezo wa kuchinja, wamejipanga vizuri, chinja mnyama. Nina hakika shilingi 150,000 haikushindi kwa kujiandaa mwaka mzima. Kwa sababu una simu wewe 400,000, 500,000, milioni, milioni 3, vipi utashindwa na mnyama wa 1.5? Huwezi kushindwa. Hujajipanga tu, hujaamua tu, hujaona umuhimu wa jambo hili. Kama waweza kuchinja ng'ombe, basi ng'ombe ni kwa watu 7. Ukitaka kuchinja peke yako, ahlan wa sahla. Hivyo hivyo wenye uwezo kuchinja ngamia. Huwezi, basi wanyama wa kuchinja ni mbuzi na kondoo. Chagua mmoja katika hao, chinja, nunua uchinje kwa ajili ya kujikaribisha kwa Allah na kujiweka karibu na yeye. Lakini leo kuna Waislamu kwa namna ule ushirikina ulivyowavaa, akienda kwa mganga akitaka kondoo kwa sababu asomewe albadili, au kwa sababu ya kuweka mafingo na mazindiko kwenye nyumba yake au kwenye shamba lake, au kutoa kafara kwenye gari yake na kipando chake, leta kondoo wawili, ataleta, atatafuta na ataleta, atachinjwa mnyama yule kwa ajili ya shaitani. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakutofautisha juu ya uharamu wa mnyama aliyechinjwa kwa ajili ya shaitani na nguruwe, yote sawa, bali hii ni ashad. Usoma aya 3 ya suratul Maida. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wama uhilla lighayri Allahi bihi والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. الله سبحانه وتعالى anasema mmeharamishiwa mfu, mmeharamishiwa damu na nyama ya nguruwe na kile kilichochinjwa pasi na kutajwa jina la Allah, limenyanyuliwa jina la mwingine asiyekuwa Allah. Ukachinja kwa jina la mzimu, ukachinja kwa jina la Kristo, ukachinja kwa jina la fulani, nyama hiyo ni haramu kama nguruwe. Na yule aliyekufa kwa kupigwa pembe, alianguka kwenye shimo akafa, aliyepigwa kwa kitu kizito, aliyepigwa pembe na wengineo, lakini pia aliyeliwa na wanyama wakali, na mnyama aliyechinjwa kwa ajili ya mzimu, kwa ajili ya shaitani, wama dhubiha ala nusubi. Hata ukisema bismillah Allahu akbar, lakini lengo ni shaitani, huyo ni haramu zaidi ya nguruwe. Wako Waislamu wanaochinja kwenye makaburi, wanaochinja kwenye mizimu, wama dhubiha ala nusub, lakini hachinji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika siku kama hizi. Ni ubakhili ulioje. Kwa hiyo mila ya Ibrahim inatufundisha kuwa
tuwe ni watu wenye kutekeleza amri za Allah na kuwa ni watiifu, na hapo tutakuwa tumemfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maashara almuslimin, mazungumzo juu ya tauhid kwenye matukio kama haya ndiyo mazungumzo ya msingi, kwa sababu tunamzungumzia imamu almuwahhidin Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ukosefu wa tauhid na upungufu wa tauhid, kumpwekesha Allah na kupotea somo la tauhidi katika nyoyo za Waislamu. Jamii inapokosa tauhid, ile tauhidi aliyolingania Nabiullah Ibrahim, jamii inapoikosa tauhid, madhara yake ni makubwa sana. Leo mambo mengi na matukio mengi yanayojitokeza katika jamii yetu, matukio ya kushangaza kabisa ambayo ni kinyume na ubinadamu, ukiangalia chimbuko lake ni udhaifu wa somo la tauhid. Katika baadhi ya miji watu wanafanya ujasiri wa kuwaua wazazi wao au wanawaua bibi zao vikongwe kwa tuhuma za ushirikina. Kaenda kapiga ramli, kaambiwa kile kikongwe fulani chenye macho mekundu chatua matongo, kile kichawi cha kuulia wanao, atakuwa panga, shoka au akodisha watu enda muua. Ni imani za kishirikina. Somo la tauhidi ni dhaifu. Watu wanaingia kwenye uhasama wa kifamilia, ndugu na ndugu yake hawazungumzi kwa sababu kapiga ramli, kaambiwa ndugu yako anakuroga, anakufanyia ubaya. Tuhuma, watu wanajenga uhasama baina yao. Mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi, albino, au kukatwa viungo, haya ni mambo yameshamiri katika ukanda huu wa nchi zetu hizi kwa sababu ya ushirikina na kutoweka somo la tauhid. Kaambiwa kwamba mkono wa albino una nguvu fulani hivi, kwa hiyo huo ukiupata, ukiupeleka kwenye mgodi wako, madini yatatoka. Huyu mpumbavu kwa kuwa amekosa tauhid, kamuita mpumbavu kama alivyoitwa na Allah, wa man yarghab an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Hakuna mtu yoyote anayechukia mila ya Ibrahim isipokuwa ni yule aliyetia kwenye upumbavu nafsi yake. Mpumbavu huyu ameacha mila ya sawa sawa, kwa hiyo anafanya jambo hili la hatari kabisa. Tuhuma na kesi za ubakaji vinabakwa mpaka vichanga kwa sababu ya tamaa ya mali, na hilo ni kwa sababu ya maelekezo waganga wa kienyeji. Shirki imetawala. Sasa somo la tauhidi ndiyo mkombozi. Dawa yoyote itakayosimama isiwe ajenda yake kuu ni tauhid, dawa hiyo ni batil. Sio dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sio dawa ya Ibrahim. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuliangalie sana jambo hili. Lakini Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam alikuwa ni mlinganizi mzuri wa amani. Kwa hiyo sisi Waislamu pia tunatakiwa tuilinde amani iliyopo katika nafsi zetu, kwenye nyumba zetu, kwenye mitaa yetu na kwenye miji yetu. Tusikubali kuparamia agenda za watu wengine wenye malengo yao binafsi. Wakipewa wanaridhia, wasipopewa wanachukia. Wanataka watu wengine wawasaidie kwenye agenda zao. Tusiwe watu wa namna hiyo. Kwa kisingizio cha kudai haki, tusiwe watu wa namna hiyo. Waislamu ni watu wenye akili nyingi sana, kwa sababu wana muongozo wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni al-Qur'an. Qur'ani ilipoanza tu mwanzo tu alif lam mim, Allah anasema dhalika alkitabu la raiba fihi, alipokasema hudan lilmuttaqin, akazitaja sifa za muttaqin. Kitabu hiki hakina shaka ndani yake. Waandishi wote wanaoandika, kama ni utafiti wa mambo mbalimbali, ataandika, lakini kwanza atakiri kushindwa, kwamba mkiona makosa ni ubinadamu, wajua kuna hivi na vile, naweza nikatanguliza hili nikachelewesha hili. Qur'ani kwa confidence kabisa inasema la raiba fihi, hakuna shaka ndani yake. Chochote kilichomo humu ni kweli, ni haki, tena ni muongozo kwa wale wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna muongozo, kwani lazima sisi tuwe uqala, ni watu wenye akili, kwa sababu tuna muongozo kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu,
mila yetu sisi ni mila ya Uislamu, mila nzuri. Hakuna dini nyingine itakayofaa mtu akaishi kwa amani na utulivu hapa duniani na akhera zaidi ya dini ya Uislamu. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini ya haki, hasa dini ya kweli mbele za Allah inayokubalika ni Uislamu, na njia ni moja. Hakuna kwamba huyu kapita kwa yule na yule kapita kwa huyu na yule kapita kule kwa tunakutana mbele. La, mila ni moja tu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mila ya Ibrahim. Wa man yarghab an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin. Kwa hiyo sikukuu yetu hii, ndugu zangu Waislamu, tuipambe kwa mambo yanayofaa. Wale wanaoandaa matamasha ya maasi kwa sababu ya tamaa za kilimwengu, kwa kuwa ni fursa, wanaoandaa shughuli na sherehe zenye lahu na maasi na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa ni wabeba agenda ya kutaka kuchafua vitukufu vya Uislamu, watakiwa wakome kwenye hili, na Waislamu tusiwaunge mkono kwenye hili. Isiye kwamba idi yetu ni baada ya kuswali hapa, tukitoka hapa tumevua majoho na makoti, tutafanya mambo ya ajabu. Vijana walitahadhari sana jambo hili. Siku ya leo ni siku ya amani, kesho na kesho kutwa na kuendelea. Kwa hiyo vijana waliangalie sana jambo hili, hasa wale wanaoendesha bodaboda. Siku kama hizi kunatokea maafa mengi sana kwa sababu ya watu wachache wasiojitambua. Allah wahifadhi hawa vijana na waongoze kwenye haki. Wengi wao wanatafuta riziki kwa njia kama hizi, lakini baadhi yao wanawachafulia kwa kufanya matukio ya ajabu. Wewe wapita mahali pana watu wazima, watoto wadogo, kwa mwendo wa kasi kabisa, kiasi ambacho unahatarisha maisha ya watu. Mtu akikaa anafikiria nivuke nisivuke, je, kitokea bodaboda hapa si nitakufa mimi? Na kweli matukio haya yanatokea. Kwa mnawahatisha watu, sio wote, lakini muadhamu wa vijana, sehemu kubwa ya vijana wanaoendesha bodaboda bado hawajajitambua. Na mimi ndio kukuambia kitu kimoja, ikiwa waendesha pikipiki au gari au chombo chochote cha moto, ukakipitisha baina ya watu kwa mwendo usiofaa ambao unahatarisha maisha ya watu, ukiua pale, umeua kwa makusudi. Mahali pa kupita spidi 40 ukapita spidi 80 ukamgonga mtu akafa, umeua makusudi, na malipo yake nyinyi mwayajua, Qur'ani imeeleza. Sasa kwa nini wewe ufanya hivyo? Unahatarisha maisha yako, maisha ya ndugu zako na rafiki zako na jamaa zako. Watu wangapi leo wamepata ulemavu kwa kukatwa viungo, ima mikono au miguu, kwa sababu yenu? Watu wangapi wamekufa kwa sababu yenu? Sasa siku hii ya leo tusiitumie kwa mambo kama haya. Tuangalie thamani ya maisha ya watu na uhai wao, na sisi roho zetu pia. Kujiua kwa makusudi ni jambo lisilofaa. Hiyo skanka yako na bangi yako uliyovuta isikupelekee huko. Wewe ni Muislamu, kijana wa Kiislamu, wewe ni mwanadamu. Kwa nini unafanya mambo kama haya? Kwa ndugu zangu Waislamu, nimeona na haya pia niyaseme, kwa sababu kuna watu wana tabia ya kujitoa akili. Ndugu zangu katika imani, tukitoka hapa, jambo linalofuata ni sisi kuchinja wanyama wetu, kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kuwa na wanyama wa kuwachinja, na wale ambao hawana kwa kuwa wamekosa, basi Allah subhanahu wa ta'ala awakunjulie katika kipato chao na riziki yao, na awalipe kwa nia yao njema. Na wale ambao wamezembea tu, si kwamba hawana, lakini amezembea tu, fursa bado ipo. Kama leo hukuweza, kesho na kesho kutwa na mtondogoo, zote hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah. Hizi siku za tashriq, leo kuanzia siku ya Eid na kesho na kesho kutwa na mtondogoo, hizi ni siku za kula na kunywa. Kula nyama yako, kunywa supu na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم انصر عبادك المستضعفين اللهم انصر عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد تقبل الله منا ومنكم. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.